La mwisho niliwapongeze kwa kwenda kumwona Mkubwa Fella. Ni jambo watu wengi wakisha umwa wanapoteza ndugu, wanapoteza marafiki. Na hata ukipiga simu watu hawapokei, kila mtu yuko bize anapambana nini na maisha yake. Lakini nyinyi kitendo cha kwenda kumuona Mkubwa Fella mlifanya jambo la maana na la busara, na ninawapongeza kwa sababu pia mmeonyesha ubinadamu wa kuendelea kukumbukana. Na nilisikia pale kulikuwa na ombi uliomba na wewe uwepo. Ana mimi uende yani, si ndio Madi? Yes, aliomba vifaa vya mazoezi ya kufanyia pale nyumbani, na pia akaomba kama kutakuwa na usafiri wa kumpeleka kila siku kwa daktari wake. Anataka kila siku aende. Yeah, nadhani kila wiki mara 3. Mara 3. Okay. Na Mkubwa Fella anatumia bima? Hapana, iliisha ile bima ya kidiwani, kwa hiyo hana bima. Kwa ndio tuna process apate bima hii. Okay. Basi sisi tufanye nafikiri kiongozi wetu Madi, kwa sababu upo na kuna wakati unakuwa msemaji wa waziri, kuna wakati unakuwa msemaji wa timu yetu hii. Kwa nafikiri utatupa orodha ya hivyo vifaa vya mazoezi, alafu tuvitafute, na nadhani kwa mchango wake Mkubwa Fella na wote tutakubaliana katika kukuza tasnia yetu hii ya muziki, lakini pia kupunguza tatizo la ajira, kwa sababu unajua ukianza kukumbuka kuanzia ya Moto Bendi mpaka haya matokeo ya wasanii tulionao hawa, unaona kabisa kwamba kuna kazi kubwa ilikuwa inafanywa, na in fact amefanya kazi kubwa kuliko hata baadhi ya taasisi za serikali. Nilikuwa naulizaga watu wangu pale kwenye wizara kwamba hivi wale wanaosoma kule huwa wanaendaga wapi? Wewe unaosoma kule ukiwatafuta watu watasema ukakuta wanaosoma kule mtaani uwaoni, alafu wale waliotengenezwa na kina Mkubwa Fella ndio wako wapi? Kwa Mkubwa Fella alifaa kuwa hata mkuu wa chuo kwa kazi nzuri aliyoifanya. Na mimi kama mtu anayetambua mchango wake, naomba kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1 gharama zake zote za matibabu tuzibebe. Ikiwa ni sehemu ya kurudisha shukrani yetu kwake kwa mchango mkubwa aliyoutoa, kwa sababu sio jambo rahisi kumpata mtu wa aina ya Fella, na Watanzania wote wanakumbuka yani. Nafikiri ndio makundi yaliokuwa, ukiacha makundi ya kina dada Asha Baraka, kina Twanga Pepeta, ukija huku kwenye upande na TMK, ukija kwenye upande huu wa kuibua vipaji, huwezi kumwacha Mkubwa Fella peke yake kwamba eti hajawahi kutoa mchango mkubwa. Na hii ni neno la kuwatia moyo watu wenye vipaji vya kulea vijana, kwamba wanavyofanya serikali inawatambua, na wakati wa shida zao serikali inawakimbilia na kuwakumbatia kama sehemu ya kuwapa faraja. Nafikiri tutakaa tuongee, lakini kuanzia leo maana yake akitaka kwenda kliniki, akitaka kufanya nini, si tuhangaike na hilo jambo, kuhakikisha kwamba mpaka anarejea kwenye afya yake ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuikusudia. Ninachoomba mimi, naomba Mheshimiwa Makonda, Mheshimiwa Mwana FA aje siku moja hapa, aje siku moja hapa msaidie Mkubwa, kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kufanya mpaka sasa hivi, vitu hivyo havijafanyika mpaka leo. Kwa hiyo naomba sana waheshimiwa. Hiyo tu. Na vitu vya muhimu ni nini haswa? Yaani kikubwa cha muhimu ndio kama hivyo nilivyosema, mazoezi na pesa kidogo, kwa sababu kuhusu hapa nyumbani matumizi nini, hospitali, ana kliniki huyu kwa mwezi mara 3 mara 2, huko kote kunahitajika pesa. Mheshimiwa Rais ni mdau mkubwa sana wa vijana na sanaa na burudani. Mzee wetu kasaidia vijana, yuko kwenye Chama cha Mapinduzi na yule ni mwenyekiti wake. Ndio. Una neno gani kwa Mheshimiwa Rais pia? Mheshimiwa Rais, na neno ambalo ninataka kumuomba, namuomba sana anisaidie kwa sababu matibabu ni gharama.
Ni hilo tu, naomba msaada huu.